Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Rais mstaafu wa awamu ya pili nchini Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, ameishauri jamii hasa vijana kufanya kazi ili kuepukana na vishawishi viovu, ikiwemo kushiriki kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, jambo ambalo ni hatari kwa maisha yao. Rais mstaafu Alhaji Ali Hassan Mwinyi ametoa ushauri huo leo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya Scout barani Afrika, maadhimisho ambayo yalianza kwa matembezi ya hisani kutoka makao makuu ya Scout mpaka viwanja vya polisi officers mess. Lazima mwanadamu wakati wote awe ameshughulika na kazi ya manufaa. Asiyekuwa na kazi ya manufaa, shetani hamwachi tu akae vivi, anampa kazi. Na tukiwacha vijana wetu bila kazi za maelekezo, tutuelekeza sisi wazee, na halafu inakuwa jukumu kubwa letu wananchi kwa jumla na Wizara ya Elimu hasa. Maana ndio tunawakabidhi watoto wetu, watulelee, watuelekezee, wawafunze, wawe watu, wasiwe alama ya watu. Ni wasihi sana wakuu wa shule wanapoona vijana wamekaa kiasara tena maeneo saa za jioni. Unakuta wakati mwingine wakati wa jioni unaona tu, na mnafahamu watu ambao wanakuwa wanajishirikisha vitendo hivyo. Ni marufuku maeneo ya shule kutumika katika kutumia madawa ya kulevya au vitendo vyovyote vya mmomonyoko wa maadili, au kuwa na mkusanyiko wa vijana ambao wamevaa maadili ambayo hayaendani na utamaduni wetu wa Kitanzania. Tuendelee na kurasa. Serikali ya Tanzania imewataka madereva wa Tanzania na wadau wa safari za nje ya nchi kushirikiana katika kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inaleta ufanisi kwa kutokaa muda mrefu wa mizigo inayopitia bandarini hapo. Ushauri huo umetolewa jijini Dar es Salaam leo na Waziri wa Uchukuzi, Ujenzi na Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkurugenzi wa udhibiti wa barabara kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi Kavu na Majini nchini Sumatra, Bwana Johansen Kahatano, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa madereva na wadau wa magari yaendayo nchi za jirani. Nadhani nimesikia wako waagizaji ambao wanatumia bandari ya Mombasa kwa sababu ya kasoro mbalimbali ambazo zitokeza kwetu hapa. Wengine wanakwenda Beira huko Msumbiji kwa sababu ya kasoro mbalimbali ambazo zitokeza hapa. Kwa hiyo tukifanya hii bandari ikawa na ufanisi, faida sio kwako wewe dereva peke yako, ni kwa mama yako aliyo kijijini kule, kwa mtoto wako ambao anakwenda shule, na kwa Tanzania wote ambao watafaidika na mapato ambao tunayapata kutoka kwenye bandari yetu. Kwamba tuko katika mchakato wa kuweka ile kwanza matumizi ya kanuni. Mtu anapotaka kuhuisha leseni yake aende mafunzo ya muda mfupi, siku 5 mpaka siku 7. Naamini hii itamsaidia sasa kujikumbusha mambo mengi. Tumalizie kurasa kwa hili. Waumini wa kanisa la Living Water Center kwa kushirikiana na uongozi wa kanisa hilo leo wametoa msaada wa vitu mbalimbali, ikiwemo vyakula kwa kituo cha watoto yatima cha Malaika kilichopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Na ninaamini tendo hili kwamba lina baraka, na si tu kwetu lakini hata watoto wetu watavuna tendo hili ambalo tumelifanya leo mbele za Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hatua hii. Kituo kina changamoto nyingi kuhusu mambo ya elimu, mambo ya mavazi ya watoto tunaoletewa kutoka ustawi wa jamii, wengine wanakuwa matukutu, wanaingia na kutoka, wanaiba vitu. Kwa hiyo changamoto nyingi tunazozipata, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu tuzidi kupambana nazo. Aidha, katika hatua nyingine, waumini hao pamoja na viongozi wao pia washiriki zoezi la kulifanyia usafi wa mazingira soko la Kawe, ikiwa ni katika jitihada za kuhakikisha soko hilo linakuwa katika mazingira safi. Kwa hiyo tunafanya usafi katika maeneo ya sehemu yetu ambapo tulipo. Kwa hiyo tunatangaza Injili kwa jinsi hiyo na kutangaza hilo kongamano la moyo wa mwanamke, kwa sababu tunataka kila mwanamke ahusike na hilo kongamano.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa hapo kesho, na pia tutumie barua pepe yako kupitia kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni George David Moigwisya. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini hapa EATV. Kurasa.